Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, karibu katika huduma ya Tumaini Service, every soul is saved. Bwana anatuambia kwamba jifunze kuwatambua watu uliopewa na Mungu kama sehemu ya mafanikio yako. Jifunze kuwatambua watu uliopewa na Mungu kama sehemu ya mafanikio yako. Tunapozungumza kwa habari ya mafanikio, Mungu ndiye atufanikishaye. Sawa sawa na kitabu cha Isaya sura ya 55 ule mstari wa 11, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, nalo halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu katika yale mambo niliyolituma. Lakini Yeremia 29:11 anasema, kwa maana mawazo ninayokuwazia ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, ili yakupe tumaini, yakupe mafanikio katika siku zako za mwisho. Kwa hiyo neno la Mungu na kusudi la Mungu linapokuja kwetu, manake linatufanikisha. Lakini mafanikio haya Mungu atawabebesha watu. Kuna watu wamebeba mafanikio yako, kuna watu wamebeba mafanikio yangu, kuna watu wamebeba mafanikio ya watu wengine, ya jamii, familia, ukoo, ofisi, kazi fulani. Kwa hawa watu Mungu anapowaleta wakiwa wamebeba mafanikio yako, lazima wewe ujifunze namna ya kuwatambua, kuwajua, kuwathamini na kusimama pamoja nao, ili yale mafanikio yaje kuwa dhahiri kwenye maisha yako. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Isaya sura 43 kwenye mstari wa 4, Mungu anasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa sababu Mungu amekupenda na amekuthamini, atatoa watu wa makabila, wa mataifa, wa jamii, wa koo, matajiri, masikini. Kisoma kwenye Isaya 60:11 anasema ataleta watu wenye utajiri na wafalme kwa ajili yako. Kwa wewe, kusudi la kwanza lazima ujue namna ya kuwatambua, kuwathamini, kuwajali. Unawapokeaje watu ambao ndani yao wamebeba mafanikio ya kwako, ya familia yako, ya ndugu zako, ya watoto wako, ya kazini kwako, ya kwenye biashara yako? Kuna watu wametumwa kwako kwa ajili ya kukuombea tu. Ndani ya maombi yao kuna mafanikio yako. Kuna watu wametumwa kwa ajili ya kukushauri tu, maana Mungu anatembeza watu na neno la shauri. Ndani ya neno lao la shauri wana mafanikio ya kwako. Kwa mfano, tukisoma kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 41 kuanzia mstari wa 37, Mungu anatueleza kuhusu namna ambavyo Farao alikutanishwa na Yusufu. Mstari wa 37 unasema hivi: neno hilo likawa jema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake wote. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Sasa Farao hakuwa mtu mwema sana mbele za Mungu, lakini aliweza kutambua mtu, aliweza kumjua mtu ambaye ametumwa kwa ajili ya kumfanikisha. Ndivyo Mungu anataka mimi na wewe tuwatambue watu waliowatuma kwetu kwa ajili ya kutufanikisha. Anasema mstari wa 39, Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Hasa ule mstari wa 41 anasema, Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Na tunakumbuka baada ya hapo kitu gani kilitokea? Yusufu alimfanikisha Farao kwenye hazina ya fedha, hazina ya vyakula, hazina ya watumwa, hazina ya watendakazi. Alimfanikisha kwenye kila eneo, kwa sababu ni mtu alitumwa kwa ajili yake kuhakikisha yule mfalme anafanikiwa, taifa la Misri linafanikiwa, Israeli wanafanikiwa. Kwa yuko mtu mmoja, wako watu wawili, wako watu watatu. Unaonaje kwa Nebukadreza? Alitumiwa vijana 4, Meshaki, Shadrach, Abednego, Danieli. Walitumwa kwake ili kumfanikisha kwenye mambo yake ya utawala.
Sasa na wewe hapo ulipo, uwe una uhakika. Kuna watu wanatumwa, wengine ni watu wa kawaida sana, sio wasomi kama ilivyokuwa Yusufu, wengine ni wasomi kama ilivyokuwa Danieli. Kwa hiyo inategemea tu Mungu kwa huo wakati atakutumia mtu wa namna gani, ili afanikishe njia zako, ili afanikishe sehemu ambayo una uhitaji nayo. Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu popote ulipo, kwamba jifunze namna ya kuwatambua watu na kuwathamini. Unaona, Farao alimbadilisha Yusufu mpaka kwenye mavazi, mpaka namna ya kupokelewa na watu, mpaka namna ya kuishi, kwa sababu aligundua ndani ya huyu mtu kuna mafanikio yangu. Lakini wakati mwingine tunapuuzia tu, kila mtu tunampuuzia tu, kila mtu tunamwona tu ni wa kawaida tu, kwa sababu tu ya sababu zetu binafsi. Mbele za Mungu haiko hivyo. Wale wapelelezi wawili waliotumwa mji wa Yeriko walijua mafanikio yao ya kuharibu mji wa Yeriko yako ndani ya mwanamke kahaba ambaye ni Rahabu. Kwa sasa na wewe lazima uelewe kwamba kuna watu inawezekana wakaonekana si watu wema sana machoni pa watu wengine, lakini kwako wakawa ni wema kwa sababu Mungu ameweka sehemu ya mafanikio yako ndani yao. Ukishindwa kuwatambua watu wa namna hii, uwe na uhakika kuna vitu utakuwa unavitafuta, nasema tunaforce ukaforce sana, lakini kumbe kuna watu Mungu ameweka mbele yako, unawapanchi, unaweka mbali, unawafukuza. Kwa kila force unayoitumia ukaona haifai, haizai matunda. Kwa nini? Kwa sababu wale watu ambao Mungu amekupa wewe unawakataa, na bila kujua ndani yao watu ndio kuna mafanikio yako. Mungu akubariki mtu wa Mungu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.